Jeshi la polisi nchini linapenda kuwataarifu umma na Watanzania kuwa kufuatia matokeo ya vurugu, poraji na mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kulileta athari kubwa. Mbali na athari kwa uhai wa maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi kutoka Kimara mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko. Ofisi ya serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na zege kwa kutumia matari na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi. Pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchoma moto kama vile vitu vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchoma moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali na kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia kufuatia uchaguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao: Joseph Gwajima, Brenda Jonas, John Mnyika, Godbless Jonas. Jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hizi popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 2025 baadhi yao wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi inaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Pia jeshi la polisi litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vilevile inapenda kuwajulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Pia amesema taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za sheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina